Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika Star Wako Kitani Kwako. Siku ya leo ni mbio za kuelekea tarehe 12 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Yote ambayo nimekusanyia ni kuhusiana na burudani ambayo anakwenda kujuza, ambayo yameandaliwa kulikoni, nani na kipi ambacho kinakwenda kutendeka kwenye tarehe hiyo ya 12 mwezi Aprili mwaka 2025. Basi ungana nami, naitwa Mzee wa Tatu kutoka Asili Yetu TV. Nyuma kamera niko naye Uncle G. Shukrani na karibu sana. Lakini niendelee tu kukupasa au kukupasha habari kama ndo kwanza unakuwa katika viunga vya ndani ya Njombe. Usisahau sehemu pekee ya kuenjoy na kupata malazi bora na ya kisasa ni pale EFN Lodge, ambao wamekuandalia mazingira sahihi na yanakwenda katika nyakati hizi za kidijitali, tunakuwa tuna enjoy zaidi. Lakini pia kama wewe ni mfugaji na bado uko katika ufugaji wa bla bla, ni muda wako tu wa kugeuka na kugeukia upande wa kisasa zaidi kwa kuungana na familia kutoka Shizia Veterinary Center, ambao wao ni wataalamu wa kutoa huduma za mifugo, lakini pia wanatoa vifaranga vya kuku wa mayai wa nyama, lakini pia kuna saso wanatoka pale kwa oda maalum, inakuwa inapendeza zaidi. Hao wanapatikana pale Mgendela, njia ya Pandangalanga au Kiesa, unakuwa unakumbana nao, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu unaziona hapa. Lakini pia shukrani kwa Ombolo Wine, tunaendelea kuenjoy na mvinyo wa kidijitali, tuna fry, tunaweka mioyo safi kabisa. Basi tuchukue nafasi hii kujua kwamba kipi ambacho nimekuandalia. Basi siku leo niko naye Snaila Classic, kijana wa nyumbani ambaye tarehe 12 mwezi April ana jambo lake ambaye anakwenda kutuonyesha hatua yake nyingine kabisa katika upande wa kiburudani. Niko naye mwamba ndani ya nyumba hapa, na yeye ndio star yetu siku ya leo. Bwana Snaila Classic. Yes. Kama unavyokuita au unavyojiita. Snaila Classic. Fresh. Bwana, mambo vipi? Bwana fresh. Karibu sana katika studio za Asili Yetu TV. Nashukuru sana kwa sababu nimefika nyumbani kabisa. Sio mara ya kwanza kufika, lakini hapa ni nyumbani. Ni kama nyumbani. Bwana, tunaona kwamba mji umeshaukamata kwa muda huu uliobakia siku kadhaa. Wimbo umekuwa ni mmoja tu, ni My Heartbeat. Yes. Namshukuru Mungu. Jambo linaenda, watu wanaendelea kusupport. Okay. Mungu awabariki sana. Tunataka kujua sasa mbio za kukimbilia tarehe 12 Aprili. Mbio zimefikia asilimia ngapi mpaka sasa hivi? Kipi ambacho kimekamilika, kipi ambacho kimefeli mpaka dakika hii ambapo tunaenda kukamilisha basi tukiwa tumbakiwa na siku chache kabisa? Okay. Tunachoshukuru Mungu kwamba jambo linaenda safi na tiketi zinauzwa mtaani mpaka sasa hizi. Watu wananunua tiketi kwa wingi. Hivyo basi ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tunasubiri kwa hamu. Anasema hayawi yawe yamekuwa. Kwa hiyo tumebakiza siku 2 tu kwa ajili ya tukio letu ambalo litafanyika pale Milimani Motel. Okay. So ni jambo kubwa kwa mtu ambaye bado hajanunua tiketi aendelee kututafuta. Asante. Bwana, huyo ni Snaila Classic, ambapo yeye ana jambo lake tarehe 12 mwezi huu wa 4 2025 pale Milimani Motel. Anakwenda kuzindua albamu yake, inakwenda kwa jina la My Heartbeat. Tunataka kujua hapa nyuma, turudi kidogo, miaka 2 mfululizo ulikuwa uko kwenye upande wa tunasema mnazindua nini kile mnaita EP. Tunataka kujua kwa nini umetoka kwenye EP kuja kwenye album. Sifa msanii ni kuhakikisha kukua. Kuandaa album sio kwamba kila mmoja ana uwezo wa kuandaa album. Hususan kwa sisi wasanii ambao tunaibukia kulitafuta soko la muziki. So ili kwa kuonyesha kwamba tunafanya muziki kama biashara, so ndio maana tunaona hii ni hatua nyingine zaidi ambayo haijawahi tokea. Naweza nikazungumza kwamba My Heartbeat itakuja kuleta mfano kwa muziki wetu wa nyanda za juu kusini. Tunataka umfungue masikio sasa shabiki, lakini pia mpenzi wa burudani. Kuna tofauti gani kati ya EP na album? EP Extended Play ni nyimbo ambayo ni nusu ya album. Na album. Kwa hiyo EP inaanzia nyimbo ngapi au kikomo cha nyimbo ngapi? Kikomo cha EP ni nyimbo 4-5 kushuka chini. Okay. Album ni kuanzia nyimbo 7 kupanda juu. Okay. Hiyo inaitwa album. Tafsiri yake ni kwamba sasa umekusanya mzigo wa kutosha. Nimekusanya mzigo wa kutosha, ngoma 12. Ngoma 12 kwa My Heartbeat. Kwa My Heartbeat. Tunataka kujua kwa nini ukaita My Heartbeat sasa? My Heartbeat ni najua mapigo ya moyo. Ni mapigo ya moyo. Tena kwako wewe mwenyewe. Ukisikia kwamba moyo unadunda kweli, basi ujue My Heartbeat ndani ya beat.
tumenasa humo ambapo nataka. Amesema hivi kwa kifupi, kuna mtu unaweza kukasikiliza kwamba unakutana kwambia hii nyimbo bwana imenikonga moyo wangu, yani imenikonga, yani imenishika, yani mapigo ya moyo yamepenyeza hadi kwenye moyo wako kweli bwana. Hii nyimbo kweli namna gani, vipi? Tunataka kujua sasa, hii My Heartbeat ni jina la album au kuna wimbo unaoitwa My Heartbeat ambaye ndio umebeba album sasa? My Heartbeat ni jina la wimbo ambao umebeba album. Okay. Pia ukiachana na hivyo, album ya My Heartbeat ni slogan ambayo tayari inaelezea baadhi ya nyimbo kwamba ni za mfumo fulani. Yani kwamba ukigusa nyimbo fulani lazima moyo wako ukoshwe, kuna kitu nakipata. Ndio maana tukaamua kuandaa kabla hata nyimbo yenyewe haijafanya nini? Haijakamilika. Hata My Heartbeat yenyewe ilikuwa bado kabisa haijazaliwa. Tunataka kujua ndani ya nyimbo zako hizo 12 kwamba umecheza kwenye miondoko gani sasa? Umetupa flavor za upande upi? Umetulia kwenye njia tunakujua kama Snaila, ama umekuja kiutofauti kwamba umechanganya ladha tofauti? Nachoshukuru Mungu kwamba nina experience na kuandika na experience pia na uimbaji, pia na uwezo wa kubadilika kwa sababu ukiangalia mle kwenye album ya My Heartbeat, so kuna benga, kuna R&B, kasoro mimi muziki ambao siufanyagi sana, na japo uko kwenye biashara ni amapiano. Okay. Huwa sijaweka moyoni mwangu sana. Kwa hiyo pale miondoko gani ambayo umeingiza ambaye kidogo kwa mpenzi wa burudani au tunasema shabiki wa Snaila Classic ataona umebadilika? Pale muziki ambao ataona nimebadilika ni yale magoma ya kuchezeka, yale maclub benga yale ambayo yani mtu anajua Ni ngoma gani ambayo iko pale ambayo iko kwenye miondoko ya club benga ambayo tujue? Kuna ngoma inaitwa Bless My Life. Kuna nyingine inaitwa Shagarabagala. Yani ni ngoma tofauti. Okay. Albamu ina nyimbo 12. Tunaamini kwamba utakuwa yani umehusisha baadhi ya wasanii wengine kutoka ndani na nje ya Tanzania. Tunatamani kufahamu wasanii angalau wale wakubwa, nyota ambao wamekuzidi kiuwezo au kiutangulizi wa muziki. Ni nyota gani ambao umewashirikisha? Wengine tutafanya kama surprise, ile kwa hapa tutataja wasanii wawili tu. Nimempa Shav Bando MC. Okay. Nimempa Shav pia Spark. Na wengine tunafanya kama surprise, watasikia siku hiyo. Tumezoea kuona kwamba wasanii wale wakubwa hususan wanaotoka nje na mkoa wetu wa Njombe, unapowapa Shavu kwenye upande wa collaboration inakuwa ni ngumu sana wale kuja kujumuika katika siku ya uzinduzi ili kutoa burudani halisi kuliko ile kufika mahali kwenye mistari yake kushikilia mic. Vipi upande wako wale ambao umeshirikiana nao, watakuwepo au bado hujapata uhakika? Maana tumebakiwa na siku chache. Yeah, of course hii huwa inakuaga inachukua hatua kubwa sana. Na mnapofanya collab lazima uhakikishe kwamba yule mtu ana ushirikiano gani kwenye ile collab. Okay. Mimi siwezi nikafanya collab na msanii halafu hanipi ushirikiano wote. Na hakikisha kwamba napata ushirikiano ambao yeye mwenyewe nikiandaa ili tukio anaweza kashiriki, au kama hatoshiriki kwa kuna sababu za msingi. Pia nizungumze kwamba kuhusiana na huu uzinduzi kwa watu ambao nimewapa Shavu, kuna baadhi ya wasanii watakuepo. Okay. Na kuna baadhi hawatakuepo. Siwezi nikasema kwa sababu kiangalia My Heartbeat karibu nyimbo ambazo nimeimba mimi kama nyimbo 4-5 hivi. Okay, kwa nyimbo nyingi ni za collab kama sikosea. Tunataka kutamani kufahamu wale ambao tayari una uhakika kwamba watakuepo ili kumvuta zaidi shabiki yako ajue kwamba hapa naenda kuangalia collab ya Snaila akiwa na fulani kwamba hawa ni uhakika watakuepo. Ndio maana tumesema hivi, hatutaki kuzungumza kuhusiana na track tulizofanya, track list ambazo tumefanya kwenye album na wale wasanii ambao tumewashirikisha, kwa sababu tumeshajifunga si wenyewe kwamba msanii ambaye atakuepo ambaye yani tuseme hivi kwenye zile track nyimbo 12 wasanii niliowataja kuna Bando na Spark. Kwa hiyo hawa watakuepo uhakika, hawa uliowataja sasa. Ambapo nazungumza ni kwamba nina asilimia chache
kwa upande wa Sparky. Okay. Ila kwa Bando ana show yake sehemu fulani. Kwa hiyo atakuwepo maeneo haya, tutajumuika naye. Yeah. Okay. Tumezoea kwenye uzinduzi wa album au EP pamekuwa na wasanii watangulizi ambao wanakuwa wanapamba tunasema au wanasafisha barabara ili kutengeneza, kwa lugha nyingine, kutengeneza usawa na utayari wa shabiki kupokea kile ambacho amekidhamiria na amekifuata pale. Unahisi wewe au ni wapi wasanii ambao tayari umeshawachagua ambao watakuwa wa utangulizi pale, kwamba tutegemee burudani kutoka wasanii gani kabla wewe kuzindua albamu yako? Okay. Wasanii watakuwepo wengi kwa sababu kabla ya kuingia ukumbini tutakuwa saa 10 tutakuwepo na bonanza la mpira kati ya wasanii wa mkoa wa Njombe. Njombe mjini hapa kwenye jimbo letu la Njombe pamoja na Makambako. Okay. Kwa wanashindana Njombe na Makambako. Wasanii lakini tunategemea wasanii wa namna gani sasa? Wasanii uwe msanii wa kuigiza, uwe msanii wa yani wewe uko kwenye sanaa. Kwa hiyo ina maana kwamba tutafanya kwanza bonanza pale. Tukisha tunashuka tunaenda uwanjani. Kwa hiyo playlist uwanja gani? Mpaka saizi kuna uwanja nilikuwa na confirm wa nani, bado sijapata majibu kamili wa Sabasaba. Okay. Lakini bado majibu hayajatoka, ila ratiba nzima inatoka usiku wa leo hii. Okay. Kwa ratiba nzima inatoka usiku wa leo hii. Pia hata playlist ya wasanii ambao watakuwepo na watafanya performance itatoka usiku wa leo hii. Kwa hiyo siwezi nikazungumza leo sasa hivi kwa sababu bado ratiba hatujaiweka sawa na tunaendelea kuifanyia marekebisho. Tunatamani kujua wao wasanii ambao wataingia kwenye ratiba ya kutoa burudani ni wasanii ambao unakuwa unawachagua wewe au wao wana apply alafu unawapima kulingana na kazi zao? Msanii ambaye ataingia kufanya performance lazima tuhakikishe kwamba ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa, kwa sababu atakuwa na viongozi wakubwa pale ambaye hataweza kuboa. Mimi najua nafahamu kwamba Bwana Mzee wa Tatu unafahamu kitu kizuri. Mimi msanii yote akija naona huyo msanii yuko kwenye favorite nzuri ambayo anaweza akaburudisha watu wangu waliokuja kwa ajili ya burudani. Mtu alipe mchango shilingi 50 afu ende ukamwimbia utoporo, ina maana kwamba utakuwa unamkosea. So tutakachokitengeneza ni kwamba kuhakikisha kwamba wasanii ambao wanafanya performance pale hawawezi kumwangusha wala kudisappoint ule mtu ambaye amekuja kwa ajili ya kuenjoy burudani. Ndio tunataka kujua sasa kwamba tayari yani wameshaorozeshwa, wanatosha ni kutoa tukaweka kwenye ratiba au bado? Lakini pia tunatamani kujua njia mnazotumia kuwapata, kwamba wanatuma maombi ili kama msanii mwingine ambaye bado anatazama Asili Yetu TV ajue kwamba ni muda wake na yeye kuapply kupata nafasi ya kutoa burudani, au labda ni nyie tu mnawaomba kwamba bwana yeye fulani unatakiwa ukatoe burudani ili akae tu atulie kwamba kama anahitajika. Kuna kauli wanasema ukihitajika utaitwa. Ukihitajika utaitwa. Hiyo ipo na sisi ambacho tunachokiangalia sisi, ndio maana kama nilivyokuambia awali kwamba tuna watu ambao tunaamini hao wanaweza. So ina maana kwamba ratiba ikishatoka kwanza kabla yote tumebonga na wale wasanii ambao wanaweza kaingia kwenye performance na kufanya performance nzuri. Tumebonga, si tuko tayari hata msanii arudie mara 3 mara 4 akaishika show ili mradi awe anafurahisha wale watu ambao wamelipa tiketi kwa ajili ya kuenjoy muziki mzuri. Kwa hiyo ukiona umeperform kwenye My Heartbeat, basi wewe una more than experience, una kiwango kikubwa. Kwa yule ambaye bado anatazama Asili Yetu TV anatamani na yeye kupata nafasi, afuate taratibu upi sasa, ambaye yuko labda nje, pengine yuko nje na Njombe lakini anaamini kwamba siku hiyo atakuwepo? Anahitaji kikubwa tu ni mawasiliano. Atawasiliana na uongozi, zeni wataliweka mezani, watapima uwezo wake. Then tutatengeneza mazingira. Snaila, wewe ni mkongwe kidogo kwenye upande wa game la Njombe. Tunasema kati ya wale watu ambaye walikuja awamu ya pili mara baada ya wale waasisi kutoka, na wewe pia ni mmoja wapo. Tunasema tayari umeshakoma. Unapoona muziki wa Njombe sasa hivi unasogea au bado tunasema trend imeganda? Njombe tunasogea kwa kiasi chake, lakini kuna baadhi ya watu wanatuangusha. Yani kuna baadhi ya wasanii wanatuangusha, ndio maana tunashindwa kuaminika sehemu nyingine. So muziki ili uweze kukua zaidi na zaidi lazima tuhakikishe kwamba wasanii tunajitambua si wakina nani. Yani kama unafanya biashara ya muziki basi fanya biashara ya muziki, mambo mengine achana nayo, kwa sababu
kumekuwa kuna janja nyingi. Sasa hivi unakuta unapata shida, kwa sababu usione mimi naongea hivi, naongea kwa sababu nimeshawazungukia wale ambao nitaka wa sponsor muziki wangu, wahakikishe kwamba muziki wangu unafika mbali, lakini lawama tunazopata ni wale waliochafua way back. So hii inatuia ugumu na wanakatisha tamaa kuona wasanii wanazidi. Unadhani wanafeli wapi hao ambao wanakatisha tamaa muziki? Kipi ambacho kinafanya mpaka wadau wanarudi nyuma kunyanyua muziki huu? Mimi nadhani wadau wanarudi nyuma kwa sababu ya sio wasanii wenyewe. Utashangaa msanii anaenda kuomba support afu afiki popote pale. Watu watamsupport, anatoa milioni kadhaa, anakuambia anaangalia kwamba angalia hatua. Lakini hafanyi stage by stage kwamba sasa hivi nimefanya uzinduzi. Je, huu uzinduzi umekupa impact gani? Una advantage gani kwako? Umekuongezea nini? Lakini utakuta msanii bado yuko pale pale. Hivyo kinasababisha watu wao wanakata tamaa kwamba labda wenda ni janja zinatokea. Mtu anasema nazindua album kumbe anataka fedha zetu. So, kwa hiyo nilivyokuelewa ni kwamba watu wanapewa support lakini hawaonyeshi ukuaji, yani kutoka hatua moja kwenda nyingine upande wa muziki wao. Ndio. Mwaka huu anaomba support yuko pale pale. Mwakani tena akiomba yuko pale pale. Janja zinakuwa nyingi. Inafika mahali watu wanahisi kama vile zile pesa wanazotoa haziendi kwenye eneo husika. Na hicho labda ni washauri wasanii wa Njombe pia, japo mimi saizi ni msanii wa Tanzania nzima. Ukiona tayari umeshaanza kutengeneza mazingira namna gani, una move on sehemu ambayo ulipo, ina maana kwamba kuna kitu ambacho kinaongezeka. Na hii sio tu ya kuficha au kuongea pembeni. Wasanii wa Njombe tunazingua sana. Yani tunazingua sana kwa asilimia kubwa. Always mimi nitaendelea kulisema hivi pia. Way back tulikuwa tunasema kwa nini hatusapotiwi? Lakini nilichokutana nacho mimi nimepata maoni huko, ndio maana nimeamua kuja kuyaleta hapa Asili Yetu TV. So wa kusapoti mziki wanapatikana sana tu. Wana moyo sana kusapoti mziki, lakini wanakatishwa tamaa na way back ya watu ambao walikuwa wanafanya vitu vyao nyuma huko, wanasababisha hadi sisi ambaye tuna nia na dhati kwenye muziki wetu tunakosa support kutokana na wale waliochafua barabara. Kwa hiyo sasa tunataka maoni yako kwenye kipengele hicho, kwamba watoaji wa support wawe makini au wasanii wawe makini wanapopewa support. Wasanii wawe makini pia. Hata wale wanaotoa support sio kila msanii angalia msanii gani anaangalia mbele, jicho la mbele. Tunavyoangalia kwamba kila mmoja sasa, wasanii wako wengi, si ndio? Mimi naona mzee watatu tunafanya interview kila leo, utakuta msanii wengine tena hadi mimi mwenyewe msanii si wajui lakini nakuta unafanya nao kazi. Lakini always tunasema hivi kwamba msanii yoyote ambaye akishatambua kwamba inatakiwa afanye kazi fulani, ina maana kwamba inatakiwa awe serious na afanye kitu kizuri ambacho kitasababisha hadi yule kwamba aone kwamba support yake na tija. Ndio maana kuna sometimes kuna msanii huyu msanii ambaye kidogo anawakilisha Njombe, kuna muda mwingine anakuwa anawaletea dharau. Yaani utakuta namna gani anawaletea dharau kwa sababu anaona kama bado wasanii hamko serious. So hii ina depend pia. Kuna watoto wanaimba sana mtaani, lakini ndio hivyo wanakosa support kwa sababu wakubwa zetu wamechafua njia yetu. Asante, nashukuru. Tunataka kujua pia upande wa albamu yako, nyimbo ngapi ni video na ngapi audio, au ni zote umepiga video kwa sababu sasa hivi mambo yanaenda kwenye kidijitali? Tunachomshukuru Mungu kwamba tumepata, kwa mfano My Heartbeat tayari iko na video ndio iliyobeba album. So tumeamua kuipigania kwanza ipate video kwa sababu ndio iliyobeba album, ila nyingine zitafuata. Kwa hiyo mpaka sasa hivi My Heartbeat peke yake tayari ndio na video zingine ndio ziko kwenye mfumo. Asante. Turudi kwenye upande wa muziki wa Tanzania kwa ujumla sasa hapa tuzungumzie. Tumekuwa na wimbi la wasanii wakubwa kutoka Dar es Salaam, kutoka wapi, Mbeya, wapi, wanakuja Njombe, lakini wale wadau wanawaleta wamekuwa wakiwalipa fedha alafu wakaruhusu mashabiki kuingia bure kwenda kuangalia show. Yaani msanii analipwa keshi na mdau, alafu anaambiwa wewe utapiga tu show. Yaani wewe shabiki unaambiwa wewe ni miguu yako tu. Tumeona wasanii wengi sana wamekuja Njombe sasa hivi, na wakija hapa yani show wanazopiga hazina viingilio. Tafsiri yake ni kwamba sio wanapiga show za bure, yani wao wameshalipwa na mdau, si ndio?
kwa sababu hakuna msanii anafanya show bure. Kitendo cha mashabiki wa Njombe kupewa show za bure sana kwa kulipiwa na wadau wanaoleta wasanii ina nafasi gani kwenye kuinua game la muziki wa Njombe sasa? Hiyo kaka, kiukweli binafsi naona inadidimiza msanii, inaua thamani ya msanii kwa sababu raha ya kitu kizuri lazima ukigalamikie bana. Okay. Huwezi kusema hivi leo kwa Snell unataka uingie bure ukashuhudie My Bless, ukashuhudie Kompa, ukashuhudie ukamshuhudie Bando anavyotiririka mle, ni muda gani amepoteza? Alafu kuna sometimes kuna mashabiki wengine utakuta ngoma mbovu sana mwanangu. Sema nini? Fresh. Hii imeenda. Lakini kitu ambacho tunataka tuambie kwamba msanii unavyofanya show, yani yule ambaye tuseme hivi mwekezaji ambaye anamhitaji msanii na akahitaji yani akamuingiza msanii kwamba mimi msanii nimeenda kufanya sehemu show, nimepata sawa, fedha yangu nimepata, alafu yeye ameweka bure. Japo sio mbaya kwa sababu kwa yule ambaye anaingia sio mbaya ila je, anaingia kufanya nini? Alafu kitu kingine pia lazima uangalie, yani kuna muda mwingine unakuta msanii anaingia wanaingia watu free, anakwambia au kiingilio kinywaji. Msanii yani ile ladha ya muziki inapotea kabisa. Mtu mwingine afu kitu kingine ambacho watu hawajui ni kwamba kwa si wasanii tunapitia changamoto kubwa. Huwezi kuwafanyia show watu wakiwa wameshalewa. Yani mtu akilewa anakuwa hakuzingatii. Ndio maana kuna sometimes watu natamani sana unavyofanya show. Upande wako wewe unahisi wadau wanavyolipa wasanii kwa ajili ya kuja kufanya show na pasipo kutoza mashabiki gharama yoyote, ni kwamba wanaogopa kwa sababu Njombe ni wavivu sana kutoa kiingilio? Kwa hiyo yule anaona labda complain na wadau wa muziki, mashabiki na nini pale mlangoni itakuwa shida, au ni kwamba yeye sijajua? Wewe upande wako unalionaje hili? Mimi nadhani kitu in short tu inatakiwa tuseme hivi kwamba mtu ambaye anakubali kwamba msanii shabiki aingie bure, ina maana kwamba yeye kuna advantage ambayo ameona ataipata yeye kama yeye. Huwezi kusema hivi, ndio maana utaona msanii, tukirudi tena kwa upande mwingine, msanii pale hajaingia bure. Yani nani na shabiki hajaingia bure kwa sababu anaamini kwamba shabiki akiingia pale ataungisha za vinywaji. Ndio maana ukijabu kuangalia hizi show za bure ni nyingi zinafanyika kwenye maklabu ambao mtu ameamua tu kuwekeza biashara yake kama kivutio fulani. Lakini kwa tafsiri ya si wasanii ambao tunaibukia kuufuata ule ukuta ambao wanapita wenzetu, tukiona msanii anafanya show bure, shabiki ambaye anatusikiliza sisi anaadapti kwamba hata kesho kwa Snella nina uwezo wa kwenda bure, kama niliweza kwenda bure kwa msanii fulani, inakuaje Snella ananiwekea wakati Snella yuko down kuliko? Kwa sababu hichi tunachokizungumzia ni kitu ambacho kiko update, sio cha zamani, ni cha sasa hivi. Cha sasa. Kimekupa changamoto gani wewe kwenye uuzaji wa tiketi zako kuelekea tarehe 12 sasa? Kimenipa changamoto kubwa, japo kutokana mimi mwenyewe tayari nina uzoefu kwenye hili swala, na kuna baadhi ya watu wameshuhudia show zangu wakanambia hata 20,000 sisi tungekuja, kwa sababu tayari wanaamini kile kitu ambacho nakifanya. Japo kuna wengine ambao bado hawajanijua, wakawa wanadai kwamba mbona mwenzako aliweka bure, namna gani na sisi kwani usingeweka bure? Nikaambia mimi muziki wangu una thamani kubwa kuliko hata nikipata mashabiki. Kaka, ukiona nimepata mashabiki 12, hao ndio mashabiki yangu kaka. Hao ndio wanaonikubali mimi. Kuna wengine hawana sehemu ya kufanya nini? Hawana sehemu ya kupumzikia, wanasema ngoja twenzetu. Ndio maana mimi kuna show niliziangalia pale, lakini nikagundua kwamba mapungufu gani ya show ya kuingia bure inafanya nini? Nikagundua kwamba mwisho wa show watu hawakuzingatia. Haina ladha, ni mtu anasema ngoja niende sasa hivi. Mbona hata sielewi nilichokujia huko. Hebu tupe mrejesho upande wako kwenye kiingilio sasa, umewekaje? Viingilio vyako vikoje? Interest kadi zako? Kadi zangu ni kuanzia 10,000 normal, VIP 20,000 na meza maalum 3 table. Inakuwa inatengeza mazingira, meza maalum kwa watu watatu inakuwa fresh. Unalipa shilingi 50,000 tu. Naomba tuanzie juu kushuka chini, tuanze kwenye 50,000. Huduma gani zinapatikana kwenye meza? Kwenye meza tumelipa pale meza watu watatu umesema? 50,000
meza watatu watatu 50,000. Ina maana kwamba pale utapata vinywaji pamoja na msosi pia. Tunapenda kujua sasa msosi ni aina moja ya msosi tu au kila mtoto ataandikia oda yake maalum, kwa sababu kuna coupon za watu watatu kidogo panakuwa parefu kidogo. Kwa watu watatu ni kawaida, mbona hiyo ukipiga hesabu. Na vinywaji nataka kujua kwa sababu hata maji mtu anayetumia alcohol itapatikana kwa 50,000 hiyo. Itapatikana kwa yule ambaye anatumia kinywaji cha kawaida inapatikana pia kwa hela hiyo, yani ni wewe utakavyoangalia. Kwa hiyo mfano mimi nakuwa na wenzangu wawili, lakini sisi tunatumia bia. Ndio. Tunaamini kabisa Tanzania hatujazoea kunywa bia moja. Tutapata ngapi kwa 50,000? Pale umekuja kusupport pale. Yes, ndio. Utakunywa bia mbili tu. Okay. Bia mbili na msosi. Sawa, shukrani. Okay, tunakuja sehemu ya pili. Umesema shilingi ngapi? 20,000. 20,000. Hapo ni bia moja, kama bia moja, kama soda ni soda mbili. Bia moja, soda mbili na msosi. Tunakuja huku kwingine kwetu sisi. Huko hakuna alcohol. Hamna alcohol. Huko kuna msosi na kinywaji tu cha kawaida. Okay, kinywaji cha kawaida non alcoholic. Alafu na msosi. Bwana shukrani. Bwana, ni muda wako kuongea na shabiki na kumwambia kile ambacho umemwandalia kwa ufupi sana, lakini pia kumuomba au kumwasa kwamba asikose basi tarehe hiyo. Mimi nadhani niombe watu wangu wa Njombe, Makete, Rudewa, Makambako, wote ambao wako karibu wana uwezo wa kusema. Kuna mtu mwingine akaniambia, "Oya mwanangu, nataka nipande ndege hapa nije kwako." Nikasema fresh, utakumetisha zaidi. Yuko Arusha. Nikamwambia utakuwa umefanya poa zaidi kwa sababu ni shabiki yangu kidogo. Anataka kodi private jet. Anataka kodi. Nikamwambia uwanja wetu bado hujafeka. Nikamwambia utashukia Iringa. Hapo utachukua basi moja kwa moja. Fresh. Amedai sana. Nashukuru sana Johnson Muza Madini, safi sana. Issue yote ya kwako bana. Ndio maana tunazungumza kwamba haya mambo yote yanafanyika siku ya tarehe 12. Ukikosa tarehe 12 manake umekosa bahati kubwa sana. Na nakuonea huruma sana kwa sababu hiyo siku itakuwa siku tofauti ambayo haiwezi kujirudia tena. Ni siku ambayo watu wataenjoy, mtashuhudia. Kuna yule mchezesha nini? Yule mwenye mazinga yopa anayechezesha, anayekula moto, anayekula moto, anayecheza na nyoka, anayetembea kwenye kamba. Sasa utaferije ndugu yangu? Hili jambo ni kubwa sana kwa watu wanunue tiketi. Tutakuwa tuna before kabla hatujaingia kwenye PA tutakuwa tunauza tiketi mtaani. Yani kitaa hadi kitaa. Yani tutakuwa tunazunguka mtaani. Pia kutakuwa kuna maswali fulani ambayo utaulizwa. Ukiweza kujishindia maswali unapata tiketi yako, unaingia ndani. Tunapenda kujua hiyo ratiba, labda na mimi naweza nikajishindia. So mpaka sasa hivi okay. Mpaka sasa hivi bado mfuko hujaeleweka. Unaona maswali ambayo yatakuwa mtaka muende mkagugo. Hatutaki. Tunataka hivi maswali hapo. Ila kwamba ratiba kwamba siku fulani tutakuwa mtaa fulani. Ijumaa kwa mfano, Ijumaa tutazungukia mjini hapa. Mjini hapa. Kwa hiyo ina maana kwamba mida gani hiyo nazunguka tena? Panakata kama 3 hivi. Kata kama 3 hivi. Bwana, mimi nikushukuru sana Snella Classic, lakini pia nikutakie maandalizi mema. Amina. Furaha kwenye siku yenyewe usiku. Leo nashukuru sana wala sana. Inaruhusiwa kutaja wadhamini jamani? Kama kuna wadhamini ambao wamekupa shavu zaidi. You know me my boy. Bwana, shukrani sana kwa ufahamu Nursery School. Seminari. Na wamekupa shavu. Wamenipa shavu kubwa sana. Pia shukrani sana kwa The Wellers Production pamoja na Festival Wine. Wanaenjoy na mimi. So nawashukuru sana, na siku hiyo tuseme hivi Festival Wine itakuwepo pale muda wote, bila kusahau wazee kabisa waliobeba tukio Smart Talent. Wametisha kinoma noma kwenye swala la burudani. Asante mtazamaji wa Asili Yetu TV, na hivyo ndivyo tunavyokamilisha Star Wako Kitani Kwako ndani ya studio zetu za Asili Yetu TV, na siku leo tulikuwa naye Snella Classic ambapo anakwenda kuhitimisha jambo lake tarehe 12 ya mwezi wa 4 2025. Lakini sharp kwa wewe ambaye umechukua muda wako kunitazama na kumsikiliza Snella Classic na kujua kipi ambacho kinakwenda kufanyika, lakini mambo gani ambayo yameandaa mazuri kuelekea uzinduzi wake wa albamu ya My Heartbeat. Bwana,
Shukrani kwa Ombolo Waini, lakini shukrani kwa Shizia Veterinary Center, bila kuwasahau EFN Lodge, wanaendelea kufanya vizuri katika upande wa utoaji huduma zao. Ulikuwa nami naitwa Mzee wa Tatu, na hii ni Asili Yetu TV. Star kwa kitani kwako, tunaweka nanga mpaka wakati mwingine.